Maandiko yanasema Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Fungua kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 11. Kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 11. Jesus. Kutoka 2:11. Yes. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania Mwebrania ndugu yake. Ishi hapo. Musa, nataka ujue kwanza, Musa alipatana na familia ya Farao akiwa bado analia. Ilikuwa ngumu kuondoa fikra kwenye moyo wa Musa kwamba yeye sio mwana wa binti Farao, kwa sababu alianza kutambaa. Achana nayo. Sawa, asante. Wewe uko sawa. Wewe endelea. Ndio uko tunataka kuruka. Mungu abariki. Lakini kwa sababu alianza kutambaa. Wanaanzaga na kukaa. Wewe kanisa. Sasa kanisa umechanganya madesa. Mchungaji. Wanaanzaga na kukaa. Wanaanza kwanza kuona, si ndio? Alianza kuona akiwa kwenye miguu ya binti Farao. Akaanza kukaa akiwa kwenye miguu ya binti Farao. Akaanza kutambaa akiwa kwenye miguu ya binti Farao. Akaanza kusema asimama peke yake kama una mchumba wake. Mnafundisha watoto mapenzi wakiwa wadogo. Akiwa kwa binti Farao. Akaanza kutembea akishika ukuta. Akiwa kwa binti Farao. Akaanza kujisomea kutembea akiwa kwa binti Farao. Akaanza kujifunza kuongea mama, baba, sambusa, uji oto, akiwa kwa binti. Chakula nakiita mbuta, akiwa kwa binti. Ni tafsiri ya wazi ya kwamba Musa alimjua binti Farao kama mama yake, na wala hakuwajua Waebrania, kwa sababu wakati anakuwa hakuwaona Waebrania, lakini aliona masambusa ya kwa Farao, aliona mapilipili manga kwa Farao. Waga sijui ni makubwa au ni madogo mapilipili manga, lakini aliona masontojo kwa Farao kwenye jumba la kifalme. Anatembea na mfalme, anakaa, ni mjukuu wa Farao, mjukuu wa kifalme, anaheshimiwa. Akikutana na watu wazima wanamwambia your highness, mtukufu, mkuu, kwa sababu ni mjukuu wa kifarao. Natakiwa uelewe, Farao sio jina. Farao ni cheo cha juu cha kiutawala katika Misri. Sawa na Tanzania, cheo cha juu cha kiutawala ni president ama rais. Kwa tunapomzungumzia Musa, tunazungumzia mtoto wa rais. Unaona kale katoto ambao kalichukuliwa kulelewa na Samia? Ndivyo Musa alivyokuwa na historia yake. Kale kalitoka kametupwa. Walikapata nini? Walikapata aje kaka? Walikaokota. Rais akakachukua. Binti Farao akiwa anaoga, akaona kapu linapita juu ya mto Nile, limezungushiwa lami pembeni. Ndani kuna katoto.
binti Farao. Akakaona, akachukua kale katoto, akaenda kukalea mpaka kakao kakubwa, kakaanza kwenda shule. Musa by professional alikuwa civil engineer, mhandisi msanifu majengo, mhandisi wa majengo. Kwa hiyo Misri ilimpoteza mtaalamu. Sema kwa jina la Yesu, na mimi nitakuwa mtaalamu. Na hiyo hivyo kwa jina la Yesu. Kuna course ziko online, nenda kasome hizo course kwa jina la Yesu. Wewe unakaa tu unasugoma sufuria kila siku. Kajifunze hata kutengeneza keki. Amen. Kajifunze hata kushona nguo. Amen. Kajifunze hata biashara. Amen. Kajifunze hata uhunzi. Amen. Jifunze vitu, uwe na maarifa, ujue vitu. Bwana asifiwe. Amen. Musa alikuwa mtaalamu. Amesomeshwa na mafarao. Ameishi, ana utaalamu wote. Lakini burudia tena kusoma kitabu cha Kutoka 2:11 anasema. Kutoka 2:11. Aha. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao. Akamwona Misri mmoja akimpiga Mwebrania. Ishi hapo. Akamwona Misri mmoja akimpiga Mwebrania. Unatakiwa ujue kitu kimoja. Musa baada ya kujua kwamba yeye ni Mwebrania, akawa na kitu kinaitwa vita ya nafsi. Sema vita ya nafsi. Vita ya nafsi. Musa akawa na kitu kinaitwa vita ya nafsi. Ndani yake kuna Umisri, lakini damu yake ina Uebrania. Apambana damu na malezi. Malezi ya Kimisri yanapambana damu ya Kiebrania. Can you imagine? Vita ya ndani ya nafsi. Moyo unamwambia wewe ni Misri, damu inamwambia wewe ni Mwebrania. Vita ya nafsi. Alichokiona Musa alipowaona wanapigana, alichokiona ndicho kilichokuwa ndani yake. Kwa ndani yake ni kama alikuwa anaona maono, japo kwa Mungu alimuonesha waziwazi. Alipomwona Misri anampiga Mwebrania, ni kwamba alikuwa anaoneshwa kinachoendelea kwenye moyo wake. Na ndio maana ukija Mwebrania anasema, baada ya hapo Musa alipokuwa mtu mzima, kwa imani akakataa kuitwa mwana wa Farao. Kwa imani akakataa kuitwa mtoto wa binti Farao. Ingawa hamjui mama, anamjua mtoto wa binti Farao. Hamjui babu, anamjua mtoto wa binti, anamjua Farao. Hamjui bibi, anamjua malikia wa Kifarao. Hawajui maanko, anawajua maakida na mawaziri wakuu wa Kifarao. Kwa imani akasema, ni bora nitoke niende kwa ndugu zangu hata kama nikiteseka. Akakataa kuitwa mwana binti Farao. Kuna watu wamepewa majina na shetani nao wameachukua. Na mwingine anakuambia mimi nina ugonjwa wangu, mimi nina ugonjwa wangu. Kataa majina kwa jina la Yesu. Amen. Mume wangu ndio huwa alivyo, huwa anagubu. Sema gubu. Ameshampa jina mewe na limeshika kwenye ulimwengu wa roho. Mume wake akitafuna wale akutana na jiwe. Akutana na jiwe kwenye wali. My gosh. Nikisaka. Mimi kuishi na mwanaume mmoja. Wewe unajua gubu.